Kwanza nampa hongera sana kijana wa Chuga, kijana wa Moshi. Amewakilisha vizuri wa watu wa Moshi. Hatuwezi kusema Tanzania kwa sababu Tanzania ina watu wengi. Mimi nashangaa sana watu wanasema Whozu amewakilisha Tanzania. No, amewakilisha Moshi kwa sababu ametokea wapi? Moshi. Kwa amewakilisha Moshi, nampongeza sana, na dadangu Wema ni dadangu sana, mtu wa karibu, na wapongeza. Lakini ameiwakilisha nini? Moshi, hajawakilisha Tanzania. Je, kama kaka sasa wewe unakwenda kutoa zawadi gani? Kwa sababu tunajua sasa hivi kuna 40 kubwa inasubiriwa na mastaa. Tumeona wengi wakiwa wanafululiza kutoa zawadi. Tumeona watu mbalimbali wakiwa wanapeleka zawadi. Wewe kama dalali wa kimataifa unataka kutoa zawadi gani kwa Wema na Whozu? Mimi kama kaka wa taifa najaribu kuangalia mipango yangu. Kama unavyoona project zangu zipo nyingi, bado ziko chini. Lakini kama mambo yataenda vizuri, naweza nikawazawadia hata Range, baby Range ile so mbaya. Baby Range? Sasa kuna shida gani? Kwani hiyo ni wewe? Unajua watu wananukuu hii. Sasa ngoja nikwambie kitu bro. Nimeanza nini hapo nyuma? Baby Range nimekwambia nipo kwenye project nyingi. Mwenyewe si unaona? Au hujamulika vizuri kamera bro? Naona boss wangu. Unamulika Naona mpaka na zingine umesema usimulike. Usimulike. Kwa mwisho wa siku kama mambo yakienda kama anavyotarajia mimi, nampa Baby Range, si mtoto. Baby Range. Baby Range. Yes. Yaani sijaelewa hapa. Ni Baby Range inatumia mafuta au ni za betri za watoto? Bro, Baby Range huijui? Baby Range huijui? Kama ile ambao Harmonize alimpa Kajala au? Ndio, sasa yule si mtoto. Kwani mtoto ana dhambi gani kumpa Baby Range? Amezaliwa. Ukiangalia dada watu amehangaika miaka kibao kupata mtoto. Kijana watu kutoka Moshi kajitutumua, sijui katumia dawa gani yule mpaka kaweza, afu tushindwe kumpa Baby Range? Bwana maliza hiyo kitu. Si mipango ya Mungu. Ni mipango ya Mungu ndio, lakini hata mwanaume pia kaupiga mwingi bro. Si mipango ya Mungu tu. Mbona mipango ya Mungu wote walishindwa bro? Moja video niliona ina trend mitandaoni, rundo la wanawake wanauliza jamani mnaenda pasi tunakwenda kwa Whozu. Na sasa hivi kitu ambacho kitafanyika, unajua ni wanawake wengi sana ambao wanatafuta watoto, hawapati watoto kwa wakati. Lakini kiukweli pia hata mapitu haya yameharibia sana mabinti. Kwa hiyo anaweza akasema hapati mtoto kumbe ni mapitu tu. Kwa hiyo wasiweke sana imani ya kwamba Whozu ndo anaweza kumpa kila mtu mimba. Hapana, vijana wapo wengi na wana nguvu bwana. Hebu achana hayo mambo. Hiyo ni bahati yake na Mungu wake basi. Lakini mbona kama unaongea hivyo yani kama unataka, kwa sababu sasa kama unasema kwamba sio kila Whozu ndio mwenye uwezo, kwa hiyo maana ni kwamba sasa kwa nini mabinti wamkimbilie kwamba yeye ndio anaweza? Kwani hivi jamani, kwa hiyo mnawaza kwamba mnataka muumize Wema tena? Kwa sababu ngoja nikwambie bro, Wema amehangaika kupata mtoto siku nyingi, si ndio? Sasa hivi amepata mtoto na yule ndo baba yake, baba wa mtoto wa kwanza, umeelewa? Wanatakiwa wadumu. Sasa wanawake wanapopanga msururu, yani vidada vya Dar es Salaam bwana, mimi ndo maana vichukiaga hivyo hivyo. Unachukia Dar es Salaam? Hawana akili, yani wengine hawana akili, mimi nakwambia. Hapo kwenye akili bana, hapana bana. Sasa hizo unakuwa unawakandamiza sasa. Sio wote, lakini wengi hawana akili, mimi nakwambia ukweli. Shida ni nini? Sasa nikuulize swali. Wewe unaweza mwanamke ambaye ana akili timamu anaweza kapanga foleni kwenda kwa Whozu wakati anajua Whozu amempa mimba Wema na ni baba ni mume wa mtu yule? Unaweza? Mimi nakuuliza swali, wewe unaweza kuona na akili mtu kama wewe? Hawana akili hao. Bwana. Hawana akili. Bwana mimi nashukuru sana. Homa ya Jiji na hii tunajua mara nyingi tumekuwa tukizungumza naye sana kuhusiana na shughuli zake na harakati zake, lakini yako mengi ambayo nataka leo azungumze na vijana, kwa sababu unajua kwamba huu ni mwezi wa wanaume na unakwenda kuisha. Kwanza hongera sana dalali kwa hatua hii kubwa. Kuanzia asante sana tajiri. Mambo vipi kwanza? Waje? Safi kabisa hapa. Jambo kidogo kila nikijaribu kupiga simu naona uko busy. Mwenyewe unaona mambo haya kwanza ulipofika hapa. Nadhani unaona hii chuma ilivyosimama hapa. Naona kabisa. Nimekesha hapa karibia miezi 5 au 6. Okay, hapo kwenye kukesha. Ni lazima tukeshi ndio tuweze kupata mafanikio. Kama kijana unataka kuitafuta hela hata kwa kukesha bro. Kwa sijajua kwa kazi zingine, lakini kwa kazi yangu ili ni lazima kukesha kwa sababu mimi ndo msimamizi, mimi ndo kila kitu. Na pia wapo vijana wangu wanaonisaidia, lakini unajua kama boss lazima usimamie biashara zako. Yes. Okay. Ukiangalia kwa tathmini fupi tu, mpaka sasa hivi unadhani vijana wanakuwa mawapi hususan katika kutoboa? Kwa sababu tunaona vijana wengi Dar es Salaam wanaamka asubuhi na mapema, wengine wanalala saa 9 za usiku, saa 10, lakini bado mafanikio yanachechemea sana. Lakini watu kama nyie tunaona tu hamna muda mrefu, lakini tunaona mnaibuka magari ya thamani, Vito, na mambo kama hayo. Tajiri, hilo swali kwanza ni gumu kulijibu, lakini ni jepesi. Kijana yeyote anaweza kufanikiwa kwa wakati wowote, kwa sababu wakati wa Mungu ndo wakati sahihi. Lakini unachotakiwa kufanya ili uweze kufanikiwa, usichague kazi.
Kazi yote itakayokuja mikononi mwako, ili mradi ukaona kwamba ina mafanikio na haivunji sheria za nchi, unatakiwa uifanye ili ufanikiwe. Tajiri, na hema kidogo kwa sababu umenikuta nakimbia. Unajua? Okay. Utanisamehe kidogo hii interview yako. Utawaandikia hapo kwamba nimemkuta nakimbia kwa sababu unajua kazi zangu za jogging. Yeah. Okay. Style ya kukimbia ni style ambayo uliibuni wewe mwenyewe, lakini pia watu wanataka kujua unafanyaje. Wengi wamekuwa wakitoa comment kwa cameraman ambaye anakushoot kwamba huyu cameraman ni namna gani? Anakimbiaje naye huyu? Inawezekana vipi? Tupe scenario nzima. Kiukweli style ya kukimbia ilikuja kutoka kichwani mwangu mwenyewe, na nilidhani kwamba nikiweza kufanya kitu cha tofauti nitaweza kuinspire madalali mbalimbali Tanzania, kwa sababu madalali wengi wanashindwa kupata mtu wa kuweza kuinspire. Kwa wengi wanaichukulia kama kazi ya kitapeli. Lakini nadhani wewe mwenyewe unaona sasa hivi kwamba madalali ndio matajiri Tanzania. Au sio bwana? Yeah. Hey bwana. Safi sana. Umesema kwamba madalali ni matajiri. Yeah. Lakini kwenye udalali kunaonekana kuna utapeli sana. Na hususan kwa watu mbalimbali wamekuwa wakitoa komenti. Nyie mmeonekana kuwa smart na wengi tumesikia hata baadhi ya viongozi wakubwa wakiwa wanakusifia. Labda tupite huko dalali. Tajiri, kwanza madalali matapeli wapo, na hilo siishi kuambia wateja kwamba wanatakiwa kuwa makini, kwa sababu wateja wengi wananunua ardhi pasipo kujiridhisha. Unajua, tukifuatilia sheria ya ardhi ambayo ilianzishwa mwaka 2003 kama sikosei, imekuja kurejewa mwaka 1995, imekuja kurejewa 2002 2003 kama sikosei. Inamtaka dalali kuwa na mkataba ama na makubaliano ya kimaandishi yeye na mwenye mali. Na wenye mali wengi utapeli unatokea kwa sababu tajiri, hapo nimepiga vibaya. Utaikata. Tuendelee. Utapeli mwingi unatokea kwa sababu gani? Tunazungumza na Watanzania, usijali. Tuendelee. Zungumza kutoka moyoni. Usipambe, usifanye chochote. Okay. Sipambi. Kwa hiyo tunazungumza hapo, tupo kuzungumzia kwenye engo ya matapeli. Na ni kweli matapeli wamekuwa ni wengi, wanarudisha watu nyuma sana. Na mimi kitu ambacho nataka kuwaonya wateja ama mnunuzi anayetaka kununua kitu, aogope sana dalali anayekutana naye siku ya kwanza, alafu anapenda nyumba, aizo umekuja kuona nyumba yangu hii, sawa? Alafu nakuta dalali anakuambia labda nyumba inauzwa milioni 150 au milioni 50, au sio bana? Anakuambia tajiri, weka hata milioni 5 kwanza, nyingine utakuja kulipia ukija kumaliza labda kesho kutwa au kesho. Umeelewa? Hizo habari wasifanye kabisa, kwa sababu hiyo ndio mwanzo wa kutapeliwa. Unataka ujiridhishe, nenda serikali za mtaa, nenda kila sehemu, lita wanasheria wako, nenda wizara ya ardhi. Ukimaliza jipange vizuri na mikataba yako imekamilika, unapolipia kabidhiwa hati yako uweze kuwa na nyumba yako, lakini sio kutoa pesa kabla ya makabidhiano yoyote ya kimaandishi. Utakuwa unatapeliwa wazi wazi, na matapeli wako wengi. Akisha kutapeli hautamuona tena kwenye udalali. Okay, vizuri sana. Moja ya kitu ambacho pia nilitumwa na baadhi ya watu kwamba pengine nikikutana nayo nikuulize, ni kuhusiana na wanaume na watoto wa kiume kwa ujumla. Tunajua ni mwezi wa wanaume na tumeona Father's Day nyingi zilikuwa zinafanyika. Lakini bado kuna ukakasi, kwa sababu wanawake wao wakipitia changamoto wana majukwaa ya kuwasilisha yanayowakabili, tofauti na wanaume. Wao wanakuwa wanapata maumivu kimya. Kwa sababu dalali umezunguka sana Dar es Salaam na kesi za design Dar es Salaam tumeziona sana. Unataka kuzungumza nini, kutoa hata elimu angalau kuwapa namna vijana waweze kubehave vizuri, basi hata kama wakipata changamoto wasianze kujidhuru, kuingia kwenye ulevi na mambo kama hayo? Kitu cha kwanza ambacho mimi naweza kuwapa ushauri vijana ni kwamba kijana, ukiwa kama kijana unataka utafute fedha. Kwa sababu chanzo kikubwa cha hivyo vitu ni kukosa pesa. Na unajua mwanamke ni kiumbe dhaifu. Mwanamke brother, mara zote anafuata pesa. Yaani wenye upendo katika 100 yuko mmoja. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ili kuweze kuepuka kujinyonga na kufia kwenye biti, unataka utafute fedha brother. Na kama mtu hajapata fedha kulingana na hivyo viwango stahiki ambavyo unazungumza, unamshaurije pia kijana wa design hii? Asikate tamaa, pambane, aombe sana Mungu, atapata. Kwa sababu pesa kila mtu anapata. Kwa sababu brother, kila mtu unavyomuona duniani hapa amezaliwa uchi, au sio bwana? Lakini mpaka leo mtu anamiliki fedha. Kwa kupata pesa ni unaweza kupata mtu yeyote, umri wowote. Kwa hiyo usihofie kwamba umri wangu umeenda, siwezi kupata fedha. No, unataka kupambane, kwa sababu umri wako ukifika Mungu atakupa zawadi yake. Kwa kupata pesa sio umri, wala sio kwamba muda umeenda, au sio kwamba kwa nini sina pesa. Unaweza kupata pesa muda wowote, kwa sababu Mungu sio Asumani bro. Mungu anampa yeyote anayemtaka wakati wowote. Fimbo unakupa pesa wewe? Mbona umeangalia fimbo yangu? Mbona sijazungumzia fimbo? Mbona umenyanyua sana baada ya kuhitimisha kauli hiyo? Hii unajua interview nishafanya nyingi, au sio bwana? Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja.
Nadhani unamfahamu nani yule kwenye Biblia? Ni Musa yule. Alishika fimbo yangu. Mungu alimuuliza una nini mkononi mwako? Alimjibu nini? Nina fimbo. Akapiga mwamba wa bahari ikagawanyika, watu wakapita. Kwa hiyo hii fimbo unapoiona tajiri, hata leo wewe una hela leo? Neutral. Una hela nyingi au una hela? Unataka kupata shilingi ngapi mfano? Mimi kikubwa ni mafanikio tu. Yoyote wewe sema yote unataka kupata kwa sababu hii iko na Mungu. Bilioni 1 kuendelea. Bilioni 1 kuendelea. Basi tajiri unaweza ukanyamaza dakika moja, omba kwenye hii fimbo. Alafu utafanikiwa ukiwa na imani. Tayari. Zito hiyo. Tayari. Ustake honi na ustake berezi yekwe. Berezi tawekwa sasa. Brothers unanihoji? Nakupa miaka hiyo? 5. Miaka hiyo? 5. Rudia hii interview kama utakuwa hivyo. Bwana. Rudia interview bro. Napokea. Pokea bro. Pokea. Hivi dalali. Naam. Kwa haraka ni ukanda upi ambapo watu wanaongoza kununua viwanja sana kwa Dar? Kwa hapa Dar es Salaam sasa hivi watu wanaongoza kununua viwanja ni Mbweni, Madale, Goba. Hizo ndo sehemu pekee ambazo watu wanakimbilia kwa nguvu sana kwa sababu nisema ambazo hazina mambo ya utapeli. Watu wananunua viwanja. Bunju vipi? Bunju watu wanakimbilia lakini bado huwezi linganisha na hizo sehemu ambazo nimezitaja. Japokuwa napo kuko vizuri sana lakini kule unatakuwa unduaga eneo kubwa sana. Kwa nini eneo kubwa? Eneo kubwa kwa sababu bro Mabwepande, kama Mabwepande ndo Bunju hiyo, sawa? Kulitokeaga utapeli miaka ya nyuma kidogo. Kama unakumbuka, watu wengi sana wamezulumiwa milioni 40, milioni 10, milioni 20. Kwa hiyo ile imekuja kuathiri baadhi ya watu, hawaamini tena kama kule kuna viwanja sahihi. Lakini mimi ninachopenda kuwatoa shaka ni kwamba kwa sasa kumenyoka sana na watu wanaingiza fedha kupitia huko na watu wanaamiliki, watu wanaishi, watu wana mali huko. Utapeli ushaisha baada ya serikali tu kuingilia kati, kila kitu kishaisha. Na unajua sasa hivi mama yetu naye ameupiga mwingi, ameondoa mambo hayo yote. Hakuna mambo tena ya utapeli. Mwanagati Kitunda vipi huko, hali ikoje? Gongo la Mboto huko wanachotakiwa ni kuwa makini, wasiuziwe viwanja na mjumbe wala mwenyekiti wa serikali za mtaa au sio wauzaji wa viwanja. Hakikisha unaponunua kiwanja unakuwa na mwanasheria wako, unajiridhisha vizuri. Japokuwa mjumbe na mwenyekiti wanataka kutumika, lakini usiwaamini 100% kufanya nao biashara bila kuhusisha nyenzo zingine za kujithibitishia kama ardhi hiyo ni sahihi. Bora kabisa wa kimataifa kama jina linavyosema. So far tunajua sasa hivi kwenye mtandao shughuli nzima ni Whozu pamoja na Wema. Kwanza mimi nataka nisikie kauli yako kwanza kama mzee wa mitandao, mzee wa mbio. Una nini cha kusema? Okay, dalali. Sasa hivi tumeona kuna vijana tumeona wameibuka mitandaoni, wanasema kwamba ni vijana wa forex, ni watu wa teknolojia na mambo kama, na wakisema kwamba yaani kwa mtu anakuambia mtu kwa mwaka anaingiza zaidi ya bilioni 2. Hebu kwa experience yako ambao umezunguka, umetafuta, na mimi najua una experience na mambo ya fedha. Kuna mtu wa design hiyo ambaye anataka kukufuata kusema hata umuuzie hata kiwanja au nyumba? Sijawahi kukutana na forex hata mmoja. Hawala tajiri wa mitandaoni sijawahi kukutana naye hata mmoja nikamuuzia nyumba ama kiwanja. Na nashangaa sana wanajitangaza wapo. Kama kweli wapo, wathibitishe kupitia mimi bro. Nikwambie kitu, matajiri wengi wanaonunua nyumba ni matajiri ambao wapo nje ya cover. Yaani hata mitandaoni hawapo. Matajiri wote wanaojiita mitandaoni kwamba wananunua nyumba ni waongo. Alafu wengi wana fake life bro. Mimi nakwambia ukweli. Kama kuna yeyote tajiri wa mtandaoni anasema amenunua nyumba, niite. Njoo nioje tena. Naye aje. Anionyeshe kama kweli amenunua nyumba. Hakuna. Hii nyumba milioni 380. Kama wanajiweza kweli. Kama wanajiweza aje mmoja anunue hata hii nyumba milioni 380. Hii hapa. Anunue hata hii. Hapo ndo nitajua kweli wapo. Kama sio hivyo bro, hakuna tajiri mwenye hela mtandaoni zaidi yangu mimi. Labda mimi ni dalali lakini nina hela kwa sababu vitu ninavyovifanya vinaonyesha hela. Okay. Unafikiri kwa nini vijana wana fake sana hapa Dar es Salaam? Wana fake ili wapate hela kwa sababu mwisho wa siku wanatafuta hela ili wafake. Yaani unakwambia fake mpaka ufanikiwe, lakini wengi wanazidisha. Mtu anakodi range 6. Alafu hana hata paso. Wewe unadhani uko sawa huyo? Wewe mtu wetu na baby. Tena kuna mwingine niliona mtandaoni anakodi magari bro, anaandika majina watu 3 10. Hana hata paso bro. Hata anapokaa anakaa Mbulahati vijijini huko ndani. Alafu anawatishia watu forex. Forex gani bwana wewe? Kama forex nitafute, njoo nunue nyumba kwangu. Hata ya bilioni 1. Hata njoo nunue hata ya milioni 100 nitakutafutia. Nione kama wewe una hela kweli.